na nguzo hizi muhimu za maendeleo. Lakini kabla sijasema nguzo hizi, nataka niwatoe wasiwasi washiriki wote na wanakongamano hili kwamba nao wasemaji wazuri wabobevu wanaoyajua vema yale waliokusudia kusema. Na mnaye mwenyekiti atakayeendesha kongamano hili mwenye uzoefu usiopimika, mama yetu Mama Makinda, ambaye ninyi wote mnamfahamu. Wahi kupata bahati ya kwenda kuadhimisha kukumbuka kifo cha mzee wetu Waziri Mkuu Sokoine, na Mama Makinda alikuwa mwenyekiti kwenye kongamano hilo. Kwa kweli nilikuwa nimekusudia nikifika nifungue niondoke. Nikasema wacha nisubiri kidogo nione mawili matatu na mimi nijifunze. Nilijikuta nimekaa kwenye ule mkutano mpaka ukafungwa. Kwa sababu gani? Namna kongamano lilivyokuwa limeratibiwa. Na kwa leo ninataka niwahakikishie wale mlio na njaa, wale mliofunga kwa lazima, jiandaeni. Baada ya muda mtasahau mateso hayo, kwa sababu mada zitakazowasilishwa hapa zitawavutia sana. Sasa Mwalimu aliamini nini? Aliamini kwa dhati kuwa elimu ni msingi na ukombozi na maendeleo ya taifa. Kupitia sera ya elimu ya kujitegemea, Mwalimu alisisitiza kuwa elimu ni chombo cha kuleta usawa, ustawi wa jamii na maendeleo ya kiuchumi. Alitamani kuona elimu inampa mwanafunzi maarifa ya kumwezesha kuchangia maendeleo ya jamii yake na sio kumtenga na mazingira yake. Elimu ambayo inamfanya mtu ajitenge na jamii yake na kujiona yeye ni wa daraja fulani na jamii kuwa daraja la chini. Elimu hiyo Mwalimu hakuiamini. Alitamani kuwaona wasomi baada ya usomi wao wanarudi kwenye jamii na kuitumikia, lakini na kutatua changamoto. Tunapoendelea na mipango yetu, tuendelee kujiuliza, je, elimu yetu inawajenga Watanzania kuwa raia wenye uwezo wa kutatua matatizo yao na ya wengine? Lakini tuendelee kujiuliza, katika dunia ya sasa yenye ushindani mkubwa wa kiteknolojia na kiuchumi, ni muhimu sana elimu yetu ikajibu matatizo tunayokutana nayo kila leo. Wakati mwingine tukapunguza sana kuamini kuwa yuko mtu mwingine mahali fulani aliye na wajibu wa kutatua shida zetu badala ya sisi wenyewe. Mkuu wa mkoa wakati anaeleza hapa akazungumza kitabu kinachoitwa Ego is the Enemy, kilichoandikwa na bwana mmoja anaitwa Holiday. Na wakati ananiambia kitabu hicho nikamuongezea kingine, nikamwambia kasome na kingine kinaitwa The Obstacle is the Way, kilichoandikwa na mwandishi huyo. Kwa kweli mwandishi huyo ambaye mkuu wa mkoa anapenda sana kumcite wakati fulani, anazungumza kama falsafa ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Maono ya Mwalimu kuhusu uwekezaji na maendeleo yalilenga kuimarisha uchumi wa taifa kwa msingi ya usawa, uwajibikaji wa pamoja. Alisisitiza sana kuwa uwekezaji lazima uwalenge wananchi na kuhakikisha kwamba rasilimali za taifa zinatumika kwa manufaa ya watu wote, si kwa ajili ya kikundi cha watu wachache, bali kwa ajili yetu wote. Alipinga sana mifumo ya uchumi inayozalisha matabaka na ukosefu wa haki, huku akihimiza ujamaa na kujitegemea. Mwalimu alichukia sana kuona kuwa yeye anayestahili haki ananyimwa haki yake kwa sababu yoyote, bali alipenda anayestahili haki aipate haki yake. Alitamani kuona taifa lenye usawa, taifa ambalo watu wote wanapendana na kuheshimiana, taifa linalojali utu na linalothamini kazi kama kipimo cha utu. Leo tunapaswa kuendeleza fikra za Mwalimu Nyerere kwa kuwekeza katika sekta ya elimu, kuwekeza kwenye sekta ya kilimo, viwanda, teknolojia na biashara, ambavyo ndio vinategemewa sana na wananchi wengi kukuza uchumi jumuishi. Serikali na sekta binafsi zinapaswa kushirikiana kuhakikisha kuwa uwekezaji unaleta tija kwa wananchi na kutengeneza umoja wa kitaifa na kuondoa umaskini miongoni mwao, lakini muhimu zaidi kuwavuta kwa pamoja wa Tanzania na kuwa taifa moja. Hakuna maendeleo yanayowezekana bila amani. Baba wa taifa aliamini kuwa mshikamano wa kitaifa. Alitufundisha kuwa amani sio tu kukosekana kwa vita, bali ni hali ya jamii kuishi kwa mshikamano, usawa na haki kwa watu wote. Kupitia misingi ya utaifa na umoja, aliweza kujenga taifa lenye mshikamano thabiti licha ya tofauti mbalimbali za makabila, kidini, kijamii. Leo taifa letu linanufaika na amani, umoja na upendo miongoni mwetu. Ni kwa sababu baba wa taifa alipanda mbegu hiyo. Unaweza ukaishi kwenye taifa letu na mtu akiwa jirani yako, ukajua jina lake anaitwa Emmanuel Charles, lakini hutajihangaisha kujua kabila lake. Utajua dini yake kwa sababu ya jina lake pengine, lakini dini yake haiwezi kukukera wewe ambaye ni wa mlengo wa tofauti. Baba wa taifa alipanda mbegu hii ambayo mataifa mengi yangetamani kuwa nayo, ni bahati mbaya hawana. Sisi tuliobahatika kuwa nayo, tumwenzi baba wa taifa kwa kuwa na mitazamo inayotuweka kwa pamoja kama taifa,
bila kuangalia makabila yetu, dini zetu, mahala tunakotokea, hali zetu za kiuchumi na matabaka mbalimbali ya kijamii. Tukiweza kuimarisha haya, ndugu washiriki, tutabaki wenye furaha na amani. Kama tukitofautiana kimitazamo, tutakuwa taifa lenye huzuni. Hebu vijana wa taifa hili, kila mmoja wetu ajifunze kwa umuhimu wa amani kama nyenzo muhimu ya maendeleo, na kwa kweli ndio sababu tupo hapa leo. Akitokea mtu wa aina yoyote, wa size yoyote, wa kariba yoyote, mwenye elimu ya aina yoyote, ama kiongozi wa aina yoyote, akazungumza kwa namna yoyote ile kuhusu uvunjifu wa amani wa taifa letu, mtu huyo tumpuuze. Kama hatuwezi kumkemea kwa pamoja, tumwambie amani yetu ndio mtaji wetu, tuilinde kwa gharama kubwa, kwa sababu yako mataifa yangetamani kuwa na amani hiyo. Kwanza tunamkumbuka Mwalimu Julius Nyerere. Ni vizuri kujua mtu huyu tunayemkumbuka wote ni mtu wa namna gani, na kwa nini wote kila mwaka tunajumuika hapa kuja kumkumbuka. Mwalimu Julius Nyerere ni kiongozi wa pekee yake katika bara la Afrika, ambaye aliongoza kwanza nchi yake ikiwa Tanganyika na kuiondoa katika makucha ya ukoloni, lakini kwa kutumia amani. Mwalimu angetaka tupate uhuru kwa kumwaga damu, tungemwaga. Sisi tuliokuwepo vijana wa wakati ule tulingojea amri yake ili tufanye anavyotaka, lakini alituambia ukoloni hawakuja hapa kututawala kwa hiari yao, walitumwa na Umoja wa Mataifa. Kwa tunaenda kuwaambia waliotutawala kwamba hawakufanya kazi waliotumwa ya kututayarisha kujitawala. Kwa sababu wakati tunajitawala, katika upande wa elimu tulikuwa na engineer wawili katika Tanganyika isiyokuwa na barabara wala madaraja. Mwaka ule tulikuwa na mtu mmoja tu amesoma masters, alikuwa anaitwa Julius Nyerere peke yake. Ndio maandalizi yaliyofanywa na wakoloni kwa miaka 75, 35 ya Wajerumani na 40 ya Waingereza. Kwa hiyo alipokuwa anaanzisha chuo hiki kule Tabora, katika mkutano ambao una historia ndefu, ambao ndio ulijibu na kuondoa changamoto zilizokuwa zimefanywa na wakoloni wa kutaka kukigawa chama chake kinaitwa TANU. Wakati ule wakoloni walisema lazima tupige kura 3. Tupigie wazungu, tupigie wahindi na waafrika. Kulikuwa na viti 30 vinagombaniwa, na 10 vilikuwa lazima viwe vya wazungu, 10 vya Waisha na 10 vya Waafrika. Mkutano wa Tabora wa mwaka 1958 ulitegua kitendawili hicho ambacho wakoloni walitaka kuigawa TANU, kwa sababu walijua wana TANU hawatakubali kuleta wazungu waliokuwa wakipambana nao na Waasia katika mfumo wake. Lakini Mwalimu alisimama imara Tabora. Wale vijana ambao hawajui kilichotokea Tabora ni vizuri wakajua kwamba Mwalimu baada ya kushinda na kuifanya TANU ikubali kura 3 ambayo ilielekeza Tanganyika kupata uhuru, alifanya mkutano mmoja wa hadhara mjini Tabora. Na ndio mara ya kwanza alionekana hadharani akiwa analia na kutoa machozi. Na alisema, sasa tumeshinda, lakini tutawaambia wakoloni watupe uhuru wetu. Wakikataa, tutawashtaki kwa Mungu. Sasa wewe utatafasiri Mungu angeenda kusikiliza kesi gani? Lakini Mwalimu alikuwa anasema kama kwa amani hawawezi kutupa uhuru, tutamwambia Mungu sasa hatuna njia nyingine isipokuwa kudai kwa nguvu. Lakini baadaye TANU ilishinda viti vyote 30. Na gavana aliyekuwa anatawala wakati ule anaitwa Edward Twining alisarenda na akaomba Uingereza umuondoe Tanganyika. Ndipo akaja gavana wa mwisho anaitwa Richard Turnbull, ambaye alikuja kukamilisha kazi ya kuhakikisha Tanganyika inapata uhuru.
Huyo ndio Julius Kambarage Nyerere. Kutoa mafunzo ya uongozi, kufanya utafiti katika nyanja mbalimbali zenye lengo la kutatua changamoto mbalimbali katika jamii. Chuo pia kina majukumu ya kutoa ushauri wa kitaalamu kwa sekta ya umma na sekta binafsi. Lakini pia chuo kina lengo na majukumu ya kuendesha mafunzo ya elimu ya kujitegemea. Ndugu mgeni rasmi, niruhusu nizungumzie juu ya mafanikio ya chuo hasa katika kipindi cha awamu ya 6 ya serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari mama yetu Samia Suluhu Hassan. Katika kipindi hiki chuo kimekuwa na mafanikio makubwa sana. Katika kampasi yetu hapa Kivukoni, serikali imeboresha miundombinu mbalimbali ya kufundishia na kujifunzia ili kuongeza ubora wa mafunzo, ikiwa ni pamoja na kufunga vifaa mbalimbali vya kufundishia katika kumbi za mihadhara. Kwa sasa katika kampasi ya Kivukoni kuna kumbi za mihadhara zenye uwezo wa kukalisha wanafunzi 2770 kwa wakati mmoja, madarasa 13 yenye uwezo wa kukalisha wanafunzi 4288 kwa wakati mmoja, maabara za kompyuta 3 zenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 110 kwa wakati mmoja, na kituo tamizi chenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 30 kwa wakati mmoja. Aidha, kuna jengo la utawala ambalo lina ofisi mbalimbali za watumishi ikiwemo management ya chuo. Pia yapo majengo ya vitivo na idara mbalimbali. Aidha, chuo kina mabweni yenye uwezo wa kulaza wanafunzi 1210 kwa wakati mmoja. Ndugu mgeni rasmi, mbali na hayo, chuo kinaendelea na mradi mkubwa wa ujenzi wa jengo la maktaba ya kisasa litakalokuwa na uwezo wa kutumiwa na wanafunzi 2500 kwa wakati mmoja. Jengo hili pia litakuwa na ukumbi wa mihadhara yenye uwezo wa kutumiwa na wanafunzi 1000 kwa wakati mmoja. Ujenzi wa jengo hili la maktaba unaendelea vizuri. Tayari fedha zaidi ya bilioni 5.6 zimetumika katika mradi huu ambao unategemewa kugharimu shilingi bilioni 16 hadi kukamilika. Ndugu mgeni rasmi, niseme juu ya maktaba hii. Kama unavyoona, maktaba yetu ya sasa haikidhi taswira na hadhi ya mwanzilishi wa taifa letu. Kwa hiyo maktaba hii itahifadhi kumbukumbu mbalimbali ambazo baadhi yake umejionea mwenyewe katika maonesho. Tunacho kibweta cha Mwalimu Nyerere, machapisho yenye thamani kubwa, yenye hekima kubwa. Tunatamani sasa yakae katika maktaba ya kisasa yenye mvuto, yenye taswira ya kimataifa itakayovuta wengi kuja kusoma na kupata maarifa hayo. Kwa hiyo tunaomba sana serikali iendelee kutoa fedha ili tukamilishe mradi huu ambao uko hatua nzuri.